tuombe pamoja, na tukimaliza kuomba tutaweza kusikia neno la Bwana, nikikwambia kwamba usikubali kukaa katika foolishness. Usikae katika nafasi ya madanganyo. Usikubali kukaa katika mahali pa madanganyo. Kubali Roho Mtakatifu aweze kutenda kazi ndani yako, kwa sababu madanganyo ni mengi ndani ya makanisa. Wacha tuombe. Baba wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza wewe uliye na nguvu na uwezo na mamlaka. Asante ni kwa sababu umetupa kibali kikuu sana kuinuka na hata kunena yale tunayoyanena siku ya leo, na kuendelea na kutabua mausia yako na mpango wako kutoka mwanzo. Ili si jambo la kawaida Bwana. Tulikuwa watu tu wa kawaida, na tulikuwa watu tunaona vile tunataka. Tulikuwa watu tunafanya vile tunataka, lakini wakati ule ufunuo ulikuja ndani yetu, tulijua sisi tumetoka katika utumwa na tukaingia katika wana. Na wakati wote Bwana tumeingia katika nafasi ya kuitwa wana, sisi hatujitegemei tena, tunakutegemea wewe, Baba wetu uliyekufa katika msalaba na ukafanya kila mmoja wetu katika ulimwengu tulio ndani yake aweze kupokea uzima wa umilele ule ulikuwa umehakikishwa kutoka mwanzo. Asante Bwana wetu na Mungu wetu, kwa sababu wakati wowote neno lako Bwana linaingia ndani yetu kwa ufunuo, tunapokea upya wa mawazo, na tunapokea upya wa moyo, na tunapokea upya wa ufalme, na tunaelewa Kristo Yesu kwa njia ingine mpya, kwa utukufu na kwa urahisi wa kazi yake. Asante kwa sababu wakati ule ulisema ya kwamba tuchukue nira lako, ni rahisi na ni nyororo. Wakati huu ndio ninaelewa vizuri ya kwamba nira lako kuwa rahisi na kuwa nyororo ni namna gani, sababu neno lako si ngumu. Kile kinapohitajika tu ni kuamini neno lako vile lilivyo, na wakati tunapolipokea vile lilivyo, Mungu wetu, tunapata misaada ndani yetu katika maisha yetu. Mambo yale haingeweza kuondoka wala hatungeweza kuponywa. Wakati neno lako linapoingia ndani yetu, linaondoa hali zile zote pole pole, kulingana na vile tunaendelea tukiamini neno lako Bwana. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa sababu kwa wote wale waaminio, hakuna wakati Bwana Jehova Jireh watakosa neema yako, na watakaa chini ya uvuli wa wema wako, wa amani yako, wa uzima wako, wakiwa na furaha ndani ya mioyo yao, na katika kazi zote Bwana utaweza kuwaonyesha utakatifu, na umewaonyesha utakatifu huo, na umewaonyesha kazi hiyo kwa neema yako Bwana. Asante Mungu wetu mfalme, ni kwa sababu ya amani, upendo na umoja, ushirika Bwana Jehova Jireh, na maisha yetu Bwana mfalme kuwa katika wema na fadhili zako. Tunakushukuru Bwana wakati huu tunaposikiliza neno lako. Ninaomba ule moyo ulio Bwana Jehova Jireh na uwezo na nguvu zote zinaotatanikia mioyo ya watu, ndio wasitambue mapenzi yako. Hizo nguvu na mamlaka yote ya giza ninaiweka chini ya miguu yetu sisi wote katika jina lako Yesu Kristo. Ninakataa mapenzi ya mwanadamu. Wacha mapenzi yako itutendee kazi sisi wote kulingana na vile upendavyo, katika jina lako Yesu Kristo. Ninawafungua wote wamefungwa na hali yoyote ile imewainukia katika maisha yao, iwe ni magonjwa, iwe ni vita, iwe ni umaskini, iwe Bwana Jehova Jireh ni vita ya kiroho katika maisha yao. Ninawaombea amani sasa. Ni kwa sababu pasipopatikana amani kutoka kwa neno lako, haiwezekani Bwana Jehova Jireh tuweze kuwa na amani. Lakini amani sababu inatoka kwako Bwana. Na waombea wote amani, walio na uchungu, walio wamefungwa na ufukara,
wamefungwa na mambo ya ulimwengu, wamefungwa na hali isiyoeleweka wala julikana, na wafungua wote katika lile neno tunaendelea kulisoma. Wacha likaweza kutenda kazi katika maisha yao kwa kuamini. Ni kwa sababu ya utukufu na uweza wako. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Na mshukuru Bwana sana asubuhi ya leo kwa sababu ya baba wetu Mungu wetu kutupa kibali kingine kuja kwake. Kwa sababu kuja kwa Bwana na kutenda kazi pamoja na Bwana si jambo la kawaida na si jambo rahisi vile tunavyofikiria. Ni jambo linahusu lina gharama. Ni jambo lina gharama katika maisha yetu. Ni kwa sababu mioyo yetu, mili yetu haitaki hiyo gharama. Mili yetu yataka kupumzika. Mili yetu yataka kufanya kulingana na vile yataka yenyewe. Lakini naye Roho wa Bwana kwa sababu ya msaada mkuu katika ndani yetu anatupa nafasi na kibali ya kusimama katika mwanya ndio tuweze kuyatimiza yale yote yanayohitajika katika maisha yetu ya sasa. Wakati wa sasa si wakati ule tulikuwa tunangojea Roho Mtakatifu. Wakati wa sasa sio wakati ule tulikuwa tunangojea Yesu atufanyie. Wakati wa sasa si wakati ule tulikuwa tunangoja Bwana ama Mungu akuje atuponye ama atutajirishe. Wakati tulio ndani yake kwa kuamini na kufuata mapenzi yake, na mapenzi yake ni kuliamini neno kulingana na vile limeandikwa. Tunanena kuhusu uponyaji tayari umeshatufikia. Ndio mawazo yetu itoke katika madanganyo ama udanganyifu wote ule tuliingizwa ndani yake, tulikuta ikiendelea. Hata wao hawakutambua wako katika madanganyo. Bwana asifiwe. Nyakati zile zilikuwa za kungoja malaika aweze kutibua maji. Ndio yote yule wa kwanza ataingia aweze kuponywa. Lakini Yesu siku ya leo si mmoja anaingia anatuponya sisi wote mara moja. Alituponya sisi wote mara moja. Hiyo ndio sasa terms ile tunafaa kuwa tunaitumia wakati wote tunaponena kuhusu Christ. Christ alimaliza kazi yake mara moja wakati ule alifufuka. Wakati ule alikufa, akazikwa na siku ya tatu akafufuka. Kazi yote ilikamilika. Ya uponyaji ilikamilika. Kazi ya umaskini ilikamilika, ikaondoka. Kazi ya kuwa watumwa, kazi ya kuwa watu wapumbavu kwa mambo mengi katika ulimwengu iliondoka yote mara moja. Kazi ya kuitwa wenye dhambi, kazi ya kufanyika kuwa kifo kinatutawalia iliondoka mara moja. So wakati huu ninaponena, tunatawaliwa na Mungu, tunatawaliwa na Roho wa Bwana na Kristo pamoja. Ikiwa mambo yote imefanyika kuwa kamili, ukamilifu wa Bwana pamoja nasi. Ukamilifu wa Bwana tumeshaupokea. Wingi wa utukufu wake tunao. Hatungojei kupata. Haleluya, Bwana asifiwe. Hatungojei kupata, tunayo. Hatungojei kuponywa, tumeshaponywa. Hatungojei utajiri, tumepewa utajiri wote wa rohoni. Hatungojei kubadilishwa, tumeshabadilishwa. Kile kinahitajika ni ya kwamba tuwafundisha ndio watu waweze kuwa na new mind, new heart, ya kuanza kutambua, haleluya, hali yoyote ile ilikuwa pingamizi katika maisha yetu imeshageuzwa. Mara moja imegeuzwa. Mara moja imegeuka. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuikareire uthamaki uria already muthiru. Uri oreketie wira wothe
ati ivene kuingira tutawaliwe na yale yaliyo ndani ya huo ufalme, kingdom of God. Hallelujah. Kwa hivyo katika kitabu ya 2 Corinthians 11:4, for if he that cometh preach another Jesus, whom we have not preached, or if you receive another spirit which you have not received, or another gospel which you have not accepted, might well bear with him. Hallelujah. Ni neno linatuambia ya kwamba na Kiswahili, te maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumuhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili ingine msioikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Bwana asifiwe. Now 11:4, todo modo ageuka aheane uhoro wa Jesu ungi, aria utamuheire uhoro wake, uria tutamuheire uhoro wake ithui, ona kana mungiamukira roho ungi, na ti uria muramukire, ona kana uhoro mwega ungi, tiga uria mwetikirie ri, mugikiriria uhoro wake, kae mweka wegai. Mwathani arogocwo. Kulingana na hiyo neno, wakati nilipokuwa ninaisoma niliona ya kwamba inatuambia ya kwamba Kristo ni mmoja. Yule waliyehubiri, yule Paul wakati anaponena, ananena kuhusu yule Kristo waliyehubiri juu yake. Walihubiri juu ya Kristo. Kristo mgani? Kristo yule anayeitwa the Son of God. Walihubiri juu ya yule Kristo aliyekufa akasikwa, na hakuna Kristo mwingine ameshawahi kufa. Hakuna Kristo mwingine ameshawahi hubiriwa ulimwenguni. Na akina mitume walihubiri juu ya Christ, yule alitoka mbinguni akiwa Mungu, akashuka ulimwenguni akiwa Mungu, akaufaa mwili wa mwanadamu akiwa Mungu. Kwa hivyo Kristo alikuwa Mungu. Huyo mwana wa Mungu alikuwa Mungu. Ni mwili alikuja akauvaa akiwa Mungu, akafanyika kama sisi akiwa Mungu, na akashinda kila aina yote ya majaribu, kila aina yote ya mashinda, mateso na matatizo, na akashinda kifo cha msalaba. Kile kilikuwa kinaonekana kama kinaweza mkomesha, lakini yeye wakati alipokufa aliweza kukikomesha, na hakuna mtu mwingine hata mmoja alikuwa ametoka katika kifo isipokuwa tu Christ. Hatari mundu akumuhoera ati Jesu twahoya ukire, titore ahoeire Lazaro, titore eraga Lazaro ukira. Asa Mwathani arogocwo. We akuire we mwene, agithikwo we mwene, na kiriuka we mwene. Hatari mundu wamuhoeire onao. Mwathani arogocwo. Yeye ndiye alikuwa anatuombea, lakini yeye Mungu wake ndio alitenda ile kazi. Kwa nini? Kwa sababu Kristo wakati alipotoka mbinguni akaja ulimwenguni, alikuwa amebeba ufufuo. Hata ndio aliambia Martha and Mariam ate, mimi ndio ufufuo na mimi ndio uzima. Kwa hivyo ndani ya Kristo, kwa sababu alikuwa Mungu, alikuwa amebeba mambo yote. Hallelujah. Kifo kilikuwa ndani yake,
lakini alikuwa anajua ya kwamba kifo si kitu kwake, sababu yeye ndiye ufufuo na yeye ndiye uzima. So hakuwa anajalishwa nayo ina mambo yote yale yatakaye kuja maishani mwake. Alikuwa anajua ya kwamba ataikomesha. Rikababo shekera babota. Alikuwa anajua atayakomesha yote. Na ndio anasema ati mkisikia, msikubali kusikiliza wale watu waletao Kristo mwingine kama sio yule walihubiri juu yake kutoka mwanzo. Yes, mimi sina shaka kusema ya kwamba Kristo ni wengi leo. Kristo ni wengi. Tunaletewa Kristo wa aina nyingi. Kristo amegawanyishwa. Ameacha kuwa yule Kristo wa kwanza. Amekuwa Kristo vipande vipande. Kristo types. Ate usipo type kwake, na wewe utataiviwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, yani Kristo alibadilishwa akaletwa Kristo aina ya fedha. Bwana asifiwe. Akaletwa Kristo tena wa kutajirisha pasipo imani ya neno. Kristo wa watu, yule aletao utajiri kama Karumanzira. Unajua watu wako na miungu yao ya utajiri. Watu wako na miungu yao ya uponyaji. Nao wa Kristo na wale wanaotuongoza wengi wako na hizo tu vitu. Wanaonyesha Kristo wakiwa wamembadilisha na hizo tu vitu. Haleluya. Na nikiongea haya yote, kuna mambo yale ninataka tuweze kuendelea na kuona na kuyapoint. Ikiwa imetanguliwa na tithing. Sababu tithing ilifanya watu wote na watu wengi waweze kutoka ndani ya Kristo kwa imani, wakafuata Kristo wa fedha. Watu unakuta mtu atenisipo tithe, mimi nakuwa maskini, nakosa kila kitu. Huyo ni Kristo mwingine unayehubiri juu yake. Sababu hata hakuna mahali tunaona Yesu alitithe. Hakuna. Hakuna mahali Yesu alitaithia Mungu. Hakuna mahali tunaona mitume walitithe. Hakuna. Bwana asifiwe. Wale walio tithe ni Old Testament, na ilikuwa inafanywa na makuhani na wale viongozi wale. Sasa tuseme wale tunawahitaji, sijui ni makuhani. Na hata watu wao wengine wakati walikuwa wanapeleka mpaka terere na vitu zingine za masambani. Haya mambo ni mengi. Number 2, Kristo mwingine fulani wa deliverance. Kristo wa deliverance kwa makanisa mengi sio Kristo yule tunayemhubiri ndani ya neno. Huyo ni Kristo kando. Kristo mwingine anayeonyeshanwa ndani ya makanisa ni Kristo wa handkerchief. Kristo wa mchanga. Kristo wa salt. Kristo wa anointing oil. Kristo wa Holy Communion. Kristo wa ubatizo. Amegawanyishwa, akaacha kuwa yule Kristo anayejulikana kikamilifu. Akakosa kujulikana yule Kristo mmoja aliyekuja akiwa na moyo wa kuonyeshana mambo yale yatakuja kufanyika. Katika kitabu ya Matthew, Mark, Luke and John, tukakosa na tukashindwa kumtambua yale amekuja nayo. Tukampokea
kwa mawazo yetu pasipo kutambua kile alichokileta. Ndio watu kwanza waweze kukitambua. Ndio wakati ule reality ya mambo yote yale amekuja kufanya Matthew, Mark, Luke and John, wakati itakaposimama, watu watakuwa na ufunuo mpya kulingana na vile alikuwa anavyonena katika hizo gospel books. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye alikuwa ananena yale yatahubiriwa na mitume na apostles from Acts, epistle books. Yale watakao hubiri, yale watakao onyeshana kwa ukweli na kwa uhaki ule Bwana Yesu Kristo alipo uonyeshana katika Matthew, Mark, Luke and John. Na hayo yote alionyeshana katika kitabu ya Matthew, Mark, Luke and John. Aliitoa in Old Testament. Yote ilikuwa imeandikwa na manabii. Hallelujah. Ilikuwa imeandikwa na manabii na prophets. Ilikuwa imenenwa. Kwa hivyo hata wakati Yesu alikuwa anaongea na wale watu walikuwa wanaenda Emmaus, tunaona katika hiyo Luke 24 mstari wa 25, aliwarudisha mpaka kwa prophets. Aliwanenea huo mstari. Hallelujah, Bwana asifiwe. Wacha tusome kwanza katika kitabu ya Luke 24. Luke 24:25 inasema 24:25. Yesu hakuongea jambo lolote jipya. Aliongea mambo yale yalikuwa yamenenwa katika Old Testament. Sababu alikuwa anajua yote yale yaliyo katika Old Testament ya munena yeye. Akasema, then he said unto them, O fools, are the slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Aliwarudisha katika Old Testament na kuwaonyesha ya kwamba yale yote mnayaona manabii waliongea katika Old Testament from Genesis to Malachi yamenena kunihusu. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito wenye mioyo mizito ya kuamini yote yaliyosema na manabii. Ought not Christ to have suffered those things and to enter into his glory? Huyo ni Yesu aliwauliza, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Kwa hivyo manabii, prophets, waliprophesy about Christ. But wakati sisi tunapotazama na wale wanaotuongoza na kutufundisha wanapotazama, wanaona hadithi ndani ya Old Testament, pasipo kuelewa ya kwamba hizo hadithi wanazoziona zanena kumuhusu yeye, na zanena kuhusu kifo chake, kuzikwa kwake, kufufuka kwake na kuglorify the name of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haya yote tumeshindwa na kuyatambua, isipokuwa tu ni huruma za Bwana zimetufikia sisi. Haleluya. Ndio tuweze kutambua neema iliyo ndani ya neno na siri imefichwa ndani ya neno pasipo mawazo ya wanadamu. Sababu hata yale tunayoyasoma kupitia manabii, neno linasema ya kwamba kile chochote kimeandikwa ndani ya neno la Bwana ni pumzi yake. Wakati tunaposoma neno la Bwana, twasoma pumzi iliyotoka katika kinywa cha Mungu,
wakapumzikia wale walioandika neno la Bwana, wakaandika uzima uliotoka ndani ya kinywa cha Mungu. Kwa hivyo neno la Bwana ni uzima wakati wowote tunapolipokea. Watu wa Mungu, naweza omba tu nimwambie, usiondoke katika neno la Bwana hata kama mauzito yamekuja mabaya na makali namna gani. Kuna uponyaji wa mioyo yetu, na kuna uponyaji wa miili yetu, na kuna uponyaji wa maisha yetu katika uzima wa neno uliotoka ndani ya kinywa cha Mungu. Haleluya. Hata wakati ninafundishwa, hata wakati ninaposikiliza wengine, ninajua ya kwamba neno wanalo linena si saa hiyo limenenwa, lilinenwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Na wakati liliponenwa, lilianza kazi yake nyakati hizo. Haleluya. Kwa hivyo kutotambua revelation ndani ya neno, shinda sio ya Mungu, shinda sio hata ya mapastors, shinda ni yako wewe. Kwa sababu hata kama pastor anakufundisha mambo isiyo na msingi na isiyo na uzima, kwa sababu makanisa mengi leo tuko na wewe hapa, yafundisha tu kifo, yafundisha tu kifo. Watu wanatoka ndani ya nyumba la Bwana wakiwa hawana amani, na wanaenda ndani ya nyumba zao wakiwa hawana amani, sababu walipewa tu sheria. Sheria ndio ilinenwa katika mioyo yao, sheria ndio ilinenwa maishani mwao, sheria ndio ilinenwa katika mawazo yao. So walipokea tu kifo, sababu Biblia inasema ya kwamba sheria mahali popote iko, kifo kinadumu mahali pale. Haleluya. Kwa hivyo naambia mwanadamu yeyote yule, nyakati tupo, wacha msaha, soma Biblia, omba Mungu akuelekeze kwa kanisa iliyo na ufunuo wa Kristo Yesu, lakini sio wa mambo yale tunaokibisana kwenda kupokea. Tumemchinja Yesu vipande, tukamfanya Kristo wa neno, Kristo wa uponyaji, Kristo wa afya, Kristo yani tumurehete na njira ciothe. Haleluya. Kristo amebadilishwa na everything. Kila mtu anafikiria kumbadilisha nacho, anambadilisha. Kristo wa kuagusa, tumemkatakata vipande, kila mtu ako na kipande chake. Kristo wa anointing oil, uko na anointing oil ndani ya nyumba yako, huyo ndio Kristo wako. Hadi kajibu zimeombewa, sasa unazilalianga, miaka 10 imekwisha. Huyo ndio Kristo wako. Na kuambia mtu wa Mungu, Kristo ni mmoja na ni yule alikufa. Hakuna sehemu ingine yoyote inayosimamia Kristo. Kristo ni yule alikufa, akazikwa, akafufuka, na siku ya 3 akafufuka, akafanya jina la Mungu liweze kuinuliwa, na akarudi katika Bwana katika nafasi yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haya mengine yote tunayo, na hizo mistari tumeichukua. Mtu ako na kamstari kake kale anasimama nako. Yesu hakuleta kamstari. Yesu neno limeandikwa. Neno yani Biblia ni kubwa, si kamstari. Na tena tunasimama na kamstari kale tu, unajua kana kutia nguvu. Wakikuja na jia moja watatawanywa na jia 7. Maadui hawana uwezo juu yangu. Nakwambia ya kwamba utakuwa umekashikilia hivi, lakini utabomolewa. Haleluya. Mungu si sehemu na Yesu si sehemu. Mungu ni mmoja, na ni yule mmoja tu wa kweli. Kristo ni mmoja na ni yule mmoja tu wa kweli. Bwana asifiwe. Usidanganyike moyoni mwako. Hata Yesu yule tunafaa kuwa tunafundisha ni Kristo mmoja katika makanisa yote. Ni majina tu tumeandika
tukaandika hii ni Catholic, hii ni Well of God Ministry, hii ni PCA, hii ni ACK, hii ni vile tu. Majina haina shida. Wewe ita hii vile unaita. Lakini wacha ndani ya moyo wako tuweze kutambua. Hatujamgawanyisha Mungu huyu kulingana na dini zetu. Sababu tumeziita majina na tukaweka kama Mungu fulani ndani ya hiyo dini. Ako ka Yesu ndio kanafuatwa. Ako ka Mungu ndio kanafuatwa. Hapana. Wacheni tufuate Yesu na Mungu aliye katika neno. Sio aliye katika Biblia, ni wengi sana. Lakini aliye katika neno ni mmoja. Na huyo mmoja ndio wa kweli na ndiye aliye na uzima. Kwa hivyo ukikuta watu wanakuhubiria mwingine, asipohubiriwa nyakati hizo za manabii na mitume, na kuambia mtu wa Mungu, umepotea. Umepotea. Hauelewi waelekea wapi. Hakuna spirit, kwa sababu kuna spirit anakaribishwa kila morning makanisani. Atainueni mikono tumkaribishe Roho Mtakatifu. Huyo ni roho mwingine, huyo ni Kristo mwingine. Huyo sio Kristo yule tunayeabudu. Kristo, Roho Mtakatifu ameshakuja. Kristo ameshakuja. Roho Mtakatifu alipeanwa hata sisi kabla ya tuzaliwe. Haleluya. Barani hakuwako. Lakini wakati ule Yesu alimaliza kazi ya kufa na kuzikwa na kufufuka na kufanya jina la Mungu liweze kuinuliwa, Roho Mtakatifu alipeanwa. Hakuna Roho Mtakatifu mwingine tunashusha kutoka mbinguni. Tena hatuna uwezo wowote wa kushusha Roho Mtakatifu. Number 2, hatuna uwezo wowote wa kushusha Kristo kutoka mbinguni tumlete hapa. Hizo ni makristo yetu na maroho yetu, maspiriti yetu tunayekaribisha wanakuja kututawalia. Kristo alifanya kazi yake, akamtuma Roho Mtakatifu akaingia ndani yako. Yu ndani yako kama vile aliyo ndani yangu. Atenda kazi ndani yangu kama vile anavyotenda ukimkubalisa afanye kazi ndani yako. Oh, haleluya. Tumjua Kristo Roho Mtakatifu, Mungu ameshamaliza kazi yote ya ulimwengu. Sasa amepumzika katika mkono wa kulia. Ukisikia mambo kama yale ukiambiwa tuinue mikono tumkaribisha Roho Mtakatifu, wacheni watu, unasikia pastor anasema kanisani, watu wa Mungu wacheni tugoje Bwana atakuja kutubariki. Na kuambia mtu wa Mungu ni madanganyo tupu. Umeshabarikiwa, umeshainuliwa, umeshaponywa. Hakuna Mungu akuja kukuponya. Mungu alimaliza kazi ya uponyaji katika kitabu ya Isaiah 53, katika kitabu ya Ephesians 3, katika kitabu ya Ephesians 1:4. Hallelujah, Bwana asifiwe. Umeshakamilishwa na ukafanywa kuwa msafi, mkamilifu. Oh, hallelujah. Haya mengine tunaoambiwa tufanye. Hallelujah. Nakwambia mtu wa Mungu, ni Kristo mwingine analetwa katika maisha yako, anaigizwa katika maisha yako. Si Yesu yule alifanya kazi mara moja ya kutosha. Si Kristo yule alimaliza kazi yake mara moja na akapumzika katika mkono wa kulia wa Bwana. Tunafaa kushangilia ile kazi ilifanyika, sio ile inafanywa leo. Ile ilifanyika kwa sababu sisi tunakalia kazi imekwisha ya msalaba. Ile Kristo alifanya yote imekwisha. Alimaliza kila kitu, hakuna kitu alibakisha atakuja kufanya. Alisema kazi yote imekwisha, sasa nitakuja tu wakati wa kulichukua kanisa. Wakati huo atakuja kuokoa. Tayari ameshaokoa. Ni wewe ukubali kuingia katika wokovu wake. Wokovu wake uko wazi.
Ni wewe uamini neno la Bwana. Ni wewe uliamini neno. Lile linanena kuhusu kazi yake. Ndio wewe uweze kuokolewa. Kuamini tu kazi neno lake. Wokovu wake uko ndani ya neno lake. Sababu pasipo kutabua wokovu katika neno, hakuna wokovu mwingine. Ule wa kuambiwa ya kwamba sema nyuma yangu, hiyo sio wokovu. Hiyo sio wokovu. Wa kuambia watu waseme nyuma yangu na kumwambia aseme ataondoa jina langu katika kitabu ya mauti uandike katika kitabu ya uzima. Kitabu ya mauti naweza taka kujua kiko wapi. Mungu hajui mauti. Mungu anena kuhusu tu uzima. Uzima ndio tu ulio ndani ya Kristo. Na huo uzima ndio Kristo anapeana. Mauti sio ya Kristo na sio ya Mungu. Mungu hawezi penda mtu wa Mungu uweze kuingia katika maafa. Mungu hapendi uweze kuingia katika hali ya magonjwa, hali ya kupingwa, hali ya umaskini, hali ya mambo yale yote yanaoleta mateso na shida katika maisha yako. Mungu hapendi. Mungu yani anasema ya kwamba ndani ya maandiko ati yeye anatuwaza mawazo mema na sio mabaya. Anatuwaza mawazo mema. Huyu Mungu alimtuma mwanae wa kipekee Kristo Yesu aje ulimwenguni, aje afe, kuonyesha upendo mkuu wa mwanae mmoja tu akamtoa, ndio aje afe kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Alafu tunakaa tunaanza kufundishwa na kuambiwa Mungu ndiye auae na Mungu ndiye adumishaye. Ni hana aliongea hayo yote. Bwana asifiwe. Mwadhani Rogosho akinena kuhusu kufa kule Yesu Kristo atakufa. Mungu ni mtu mmoja tu ameua. Nani? Christ. Hiyo iko katika kitabu ya Isaiah 53. Yeye tu ndiye aliua. Hao wengine wote hakuna kifo kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Sababu ni moja. In Genesis hakuna mahali Mungu alisema wakati alikuwa anaumba, na kila kitu kimeubwa ndani ya Genesis 1 and 2. Kama hakusema na kuwe na kifo, kama hakusema na kuwe na mvua ya kunyesha kutoka juu, ujue hiyo sio kazi ya Mungu. Na si Mungu aliumba mambo hayo yote mnaona yanaonekana. Bwana asifiwe. Hiyo ni nani aliumba? Hata si Shetani, ni wewe. Mwanadamu ndio ameumba mengi. Hata kifo ni mwanadamu. Na nina njia gani? Aliambiwa usile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na kwa uhakika wakati utakapokula utakufa. Kama hangekula, Shetani hangepata nafasi ya kufanya kifo kiweze kuwatawalia watu. Kwa hivyo Mungu mwanadamu ndiye alifungua mlango. Kaini aliambiwa, Kain, umeghadhabika kwa nini? Kwa sababu nimekubali offer sacrifice ya your brother. Hallelujah. Naye moyo wa Kaini ukaghadhabika, akatamani tu kumuua Abel. Na Mungu akamtokea akamwambia Kain, dhambi ya kuotea mlangoni, lakini jambo nzuri ni ushinde hiyo dhambi. Kaini hakushinda dhambi, aliua brother yake. Aliambiwa jambo ile muhimu sana na ya kupendeza ni ushinde hii dhambi inaolia ndani ya moyo wako ya uuaji. Akaua. Bwana asifiwe. Haleluya. Mambo mengi tunaweza yanena. Kwa hivyo wakati wowote unapoona mtu akikuja kukuletea Kristo mwingine, lakini sio yule tunayemtambua ndani ya neno, mitume wakaambiwa kanisa yale walikuwa akina Corinthians, akina Romans, ati mkiona mtu anamletea Yesu mwingine,
asipo yule tulimfundisha, msikubali. Resist him or her. Hallelujah. Ni kupinga. Kama saa hii ninapinga sana mambo ya anointing oil, na ikataa kabisa. Ninapinga jambo lingine nilisikia ndani ya runinga ikinena ati watu waende wakanunue misumari, waende wagongelee ndani ya nyumba zao. No, kiki wadi kugongerera, si umebadilishiwa Yesu na misumari. Hadi kati mambo mengi, hata ubatizo wa maji. Ile ubatizo ninaoamini ni yule John the Baptist alisema, mimi nambatiza tu na maji ya Yordani, lakini atakaye kuja nyuma, yeye hatatumia hii maji, atatumia roho na moto. Huyo ndio yule Kristo alikuja kuwabadilishia wanadamu hali ya utumwa wa mambo ya kazi zao na kujiamini. Akawaambia ya kwamba chukueni nila langu ni rahisi na ni nyororo. Hallelujah. Kujeni kwangu mule chakula isiyo ya gharama. Akawaambia ndani ya Old Testament. Isaiah. Bwana asifiwe. Sasa watu wanakibishania mambo iliyo na gharama sana, mambo iliyo na mateso mengi. Wanalipa ndio waweze kuyapokea, lakini Yesu alitupa sisi hivyo bure katika kitabu ya Roman. Hallelujah. Roman 3:24. Alitupatia uzima. Katika kitabu ya Ephesians 3 ametupa utajiri wote hivyo tu bure. Bwana asifiwe. Nisikae kwa nyumba niseme nangojea Mungu anibariki, anionyeshe njia, anifungue macho ama niote, ama ninamngojea na njia yoyote ile watu wanangojeanga. Ni wakati wa kuinuka na kutenda. Ni wakati wa kuchukua nafasi ya imani na kutenda yale unaona yanayofaa katika maisha yako. Sababu hakuna wakati mwingine Kristo atakaye kuja katika ulimwengu tulio ndani yake. Hakuna. Na hakuna wakati atajionyeshana na njia nyingine tofauti kuliko ile aliyoonyeshana ya kufa, kuzikwa na kufufuka. Hakuna. Ni wewe uamini hiyo kazi aliyoifanya, kwa sababu aliifanya yote, yote na kaimaliza. Hakuna atekaka ndio anatimiza leo, kale ndio anatimiza siku ingine, kale ninagoja, kale alinifanya. Hata yale unaona leo ndio imetukia, alikamilisha kabla ya miaka 2000 kuja. Bwana asifiwe. Kabla ya msingi wa ulimwengu kuja, alikuwa amepanga kila kitu, ameandaa kila kitu, ameyatimiza kila kitu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo ukiona mtu mwingine anayekuletea Kristo mwingine, usikubali. Pinga yeye. Hallelujah. New Christ or anything else out of Christ. Jambo lolote lile litanena kuhusu nje ya Kristo, usikubali my dear. Usikubali. Wakati unapokubali unafanyika kuwa mganga, unafanyika kuwa mshawi. Sababu hao ndio wanabadilisha mambo yote ya Kristo, wanaleta mambo zao. Wanaondoa Kristo katika nafasi yake. Wanakuwa maadui wa Christ. Hao ndio watu wale watawekwa chini ya miguu ya Kristo. Hao ndio watu wale wanawekwa kwa kutoamini kazi ya Kristo. Wanaifanya kuwa duni na isiyo na uwezo wala nguvu. Wanaleta miungu yao ile ati wakati wowote ni wewe unaipigania. Miungu wewe ndio unapigania. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kama vile Gideon wakati ule alipigana vita na akashinda na akabomoa miungu yote ya ilikuwa ina nini. Baba yake wakati watu wale walikuta bahari zao zimeondolewa, walikuja kupigania bahari. Naye baba wa Gideon akawaambia,
Kwani huyo Baali hana uwezo wa kujipigania? Wachaneni na Baali hiyo. Hiyo miungu yenu ijipiganie yenyewe kama ni Mungu. Ni kama wako na uwezo. Haleluya. Sasa watu wengi walio wanatumikia miungu, wao ndio wanaipigania badala ya hiyo miungu yao iwapiganie. Haleluya. Bwana asifiwe. Sisi tuna Kristo apiganaye vita mpaka ya kifo. Tunaye Kristo abadilishaye hali ile chungu sana. Na ndio watu hatupokei mambo yale tunayoyaomba, sababu tumechanganyiwa yule Mungu tuliye ndani yake na miungu mingine. Ondoa miungu hiyo. Angalia pamoja nami katika kitabu ya, nimekusomea katika kitabu ya Luke 24:25, nimekusomea vile walikuwa wanaenda wanaelekea Emmaus wakienda. Acha nikurudililie kwa sababu inaweza kuwa Luke hiyo mstari huo wa 25. Hiyo nimekusomea kabisa, nimekusomea. Nataka tuingie mstari mwingine, lakini wacha nikusomea, nikurudilia 25 and 26. Inasema ya kwamba Kiswahili inasema na walipokuwa wakimuondoa, hiyo ni 20, ninasoma 23, namba 25, 24:25 ati Kiswahili. Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Yesu aliwarudisha katika Old Testament ndio waweze kujua yale yote wanenayo ilinenwa na manabii, na Yesu anafuata yale yote yaliyonenwa katika Old Testament. Yale yote yalinenwa katika Old Testament kwa sababu nyakati hizo hakukuwa na New Testament. Yesu alinena yale yaliyonenwa katika Old Testament, na ndio alihubiri nayo in a gospel, na tena ndio ilihubiriwa na epistles from Act kuendelea mpaka Revelation. Walisungumza tu kuhusu yale yaliyonenwa in Old Testament. So ninaomba mawazo yako siku ya leo ibadilike, ianze kuona na jambo ingine jipya, wacha kuona vile unavyotaka. Number 26. Ateje haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Old Testament. Kwa hivyo ilinena juu ya kifo cha Yesu. Ilinena kuhusu kifo cha Yesu. Haleluya. Mawazo yako itambue na ijue Old Testament yanena uzima wa umilele ulio ndani ya mwana kondoo. Yule alikuwa amebadilishwa na kondoo zile zilikuwa zinatolewa. Ilikuwa mfano wa kuonyesha. Tutoke hapo my dears. Tuingie katika kitabu ya Matthew 5. Matthew 5:44. Matthew 5:44 inasemaje? Inasema, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waobeeni wanao waudhi. Number 45. That you may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the evil and on the good, and descended laying on the just and on the unjust, ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni, maana yeye
huangazia jua lake waofu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Nwanyita wega, Ngai ndacagũraga, Mungu achagui, ananyesheza mvua good and bad. Sasa anatuambia tuwe na moyo kama ule. Bwana asifiwe. Anataka tuweze kuwa na moyo kama ule. Na watu wale alikuwa ananenea hapa walikuwa hawana huo moyo. Ni Matthew. Alikuwa ananenea Corinthians. Hata mitume hawatakuwa na hiyo hati ya Christ, ya upendo, ya umoja, ushirika. Hawakuwa na hiyo hati. Kwa hivyo alikuwa ananenea watu wasio na hiyo hati. Watu hawatabui kilicho ndani yake mwenyewe ni love. Watu walikuwa wamejaa chuki kwa sababu ni sheria tu ilikuwa ndani yao. Tit for tat. Jicho litoke jicho, mkono utoke mkono, kifo kitoke kifo. Kwa hivyo hawakuwa na upendo. Yesu ndiye alikuja kuintroduce upendo miongoni mwao. Haleluya. Na wakati alipokuwa anawanenea, wali inherit his spirit. Alikuwa anawanenea ndio waweze kupokea moyo wake, roho ile iliyo ndani yake. Waweze kupokea hiyo roho iliyo ndani yake, kwa sababu yeye alikuwa amemuiga Baba. Waweze kupokea moyo wa Baba. Moyo wa Baba moyo wa Baba ni pendo. Moyo wa Baba ni pendo. Na ninakuomba, please, jicho lako la ndani lifunguke, ndio uanze kuona Baba kwa njia ingine tofauti na vile unamuonanga. Mungu hana chuki. Mungu hana kipendeleo. Mungu hawezi kubali wewe ugojeke. Lakini wacha nikuulize, ukikosa kuvaa sweta wakati wa baridi, Mungu atazuilia baridi ingie ndani yako na ugojeke malaria? Mambo ya ulimwengu na mambo ya biguni. Ujue lazima utumikie maisha yako katika ulimwengu vyema. Ukikosa kuwa na marafiki, wanaweza kukutoa katika hali ya shinda. Usifikiria Mungu atakutoa. Ni mtu atatumika ndiye aje akutoe. Kwa hivyo kaa vizuri na marafiki. Kaa vizuri na watu wako karibu nawe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kaa vizuri na your sisters and brothers. Kaa vizuri na your parent. Sababu wao ndiye tu wanaweza kibia wakati umeingia katika mambo machafu. Lakini ukiwa na uadui na wao, utaangamia tu. Mungu akawanenea ndio waweze. Yesu akawanenea ndio waweze kuwa na moyo kama wa Baba. Ndio waweze kupata msaada wote. Sababu msaada hapa ulimwenguni watoka kwa wale tulio nao, hautoki kwa Mungu. Mungu alipeana vyote vile tunavyohitaji siweze kututumikia. Na ziko wapi? Mikononi mwa watu. Siko wapi? Katika marafiki. Siko wapi? Katika wazazi. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogosho. Hekima unayohitaji ya kufanya kazi hauna. Hiyo hekima iko na your friend. Hiyo hekima iko na mtu ulikuwa unaona kama yeye ni mtu tu ovyo ovyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Usijione wewe ufikirie umetosha. Haujatosha. Kwa hivyo akawaambia huo mstari tunaosoma wa 45 ya kwamba ili mpate kuwa wana wa Baba, Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waofu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile Yesu alikuwa anaweka ndani yao ni watu waweze kuwa na moyo kama wa Baba. Ni watu waweze kuwa na moyo wa Mungu. Na wakati
ule Yesu alikuwa ananena na wakati ule walikuwa wanasikiliza yale, nataka kukwambia kwamba waliamini. They believe the gospel na maisha yao ikabadilika. Hata mitume walikuwa hawana ile hati ya God. But wakati ule Yesu aliwaambia nifuateni, akaendelea na kuwafundisha injili, walipata moyo wa Mungu. Walipokea ule moyo wa kupendana mmoja kwa mwingine. Bwana asifiwe. Haleluya, mwadhani ya rogosho. Kwa hivyo walibadilika. Na sisi wakati tunaendelea tu kuhubiri, kuna watu wasiokuwa na wanajua ama wanatambua ama hawaelewi. Lakini wakati tunapohubiri, wakati huo ndio wanapokea ule moyo, wakati huo ndio wanapokea ule uponyaji kupitia Kristo. Kwa sababu wakati wanapompokea yule Kristo harisi, Kristo mwenyewe wa andiko, huyo akona kila kitu, akona na usiwe na shaka. Wakati unapoamini neno la Bwana na kuamini ya kwamba yatawezekana, ni kwa sababu umeliamini neno la Bwana, lile neno linenayo kuhusu imani ya Kristo Yesu. Sababu neno linasema wakati tutakapoamini yale tumeomba yatatimia. Kwa ukweli hakika yatafanyika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiwe na shaka. Ephesians 5:1. Naona time yangu imeenda. Ephesians 5:1. Ephesians 5:1 inasema, be therefore followers of God as dear children. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Haleluya. Washirika, believers, sio washirika, believers ndio wale wenyewe wanafaa kuonyesha love. Bwana asifiwe. Believers is the one who can show love. Hao tu ndio wanaweza onyesha. Na wewe ni nani? Wewe ni nani? Are you a believer? Show love to others. Hallelujah. Love of God. Sio upendo ule wa ile jia ingine. Najua ni kuleo. Love of God. Wacha watu wakutambue katika huo upendo wa Kristo. Wacha wakutambue katika neema inayotoka ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Hata inasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Niye ndio mwe wale ajoe na agetekia. Niye ndio mwede. Na wewe mimi ni mmoja wa wale wanaoamini. Mimi ninapendwa. Ninapendwa. Na wewe unapendwa? Alafu tembea katika upendo. Tembea katika upendo kila wakati. Tembea katika upendo. Na wakati utakapotembea katika upendo, utafanya watu wengi sana mawazo yao, mioyo yao iweze kuonyeshana Mungu wao na njia nyingine. Bwana asifiwe. Sababu hata wakati ninapohubiri hapa, ninahubiri kwa sababu ya kukupenda. Na wewe utanionyesha upendo na njia gani? Utaonyesha mwenzako upendo na njia gani? Bwana asifiwe. Ndio tuweze kukamilika sisi wote na kuwa katika fellowship moja na kumwamini Mungu mmoja. Twanena kuhusu neno lake. Ati upendo, umoja, uzima, haki, ufufuo. Haleluya. Msamaha wa dhambi. Mambo haya yote haitoki nje ya Kristo. Mambo haya yote iko ndani ya Kristo. Na ndiye anataka tutembee kulingana na vile alivyo, sababu yeye amemuiga Baba. Yeye amemuiga Mungu wake. Na sisi anataka tumuige, na tukimuiga tumemuiga Baba.
Kwa hivyo asubuhi ya leo watu wa Mungu, kesho tutaendelea na hiyo message. Na tutaona mambo mengi. Tutajifundisha mambo mengi. Ndio tuweze kuondoa watu Yesu. Tule tu Yesu tu upande tu Yesu. Yesu anaonekana Kirinyaga. Yesu ako Mombasa. Yesu ako Nairobi kanisa fulani. Yesu ako mahali fulani. Hapana. Huyo sio Yesu. Huyo ni another Christ. Sio yule tunayehubiri. Biblia inatuambia kwamba Yesu Mungu yu kila mahali, hata ndani yako yu. Hakuna mahali ati anaonekana huku na kule. Hakuna Mungu yule anabariki huyu anaacha huyu. Hapo kwa baraka ya kutajirika inalingana na bidii yako. Your effort. Sababu yule amelala, wewe ukiwa umeamuka na umeenda kazi, huyu amelala akiamka saa 7 hata kuwa na lunch. But wewe ukienda umalize time yako ya kazi, utakuwa na mfuko mzito. Kwa hivyo mambo ya utajiri, ukiamini kazi ya Kristo, ukiamini kazi ya Kristo, ndani yake kuna utajiri na inajitokeza yenyewe kwa bidii yako. Yesu, kwa nini Yesu alifufuka? Alifufuka kwa sababu ya bidii ile alikuwa nayo katika kile kifo alikuwa amekuja kukifanya. Haleluya. Alikuwa na bidii ya kutengeneza nafasi ya kifo chake. Na wewe wakati wowote utakuwa na bidii ya jambo. Unaona, hebu nikwambie, hata kuna watu tunasema, fulani yako na watoto wengi na huku nje, ni bidii. Fulani yako na wake wengi, ni bidii. Fulani amejenga manyumba mengi, ni bidii. Kwa sababu wakati watu wengine walikuwa wamelala, yeye alikuwa anafanya kazi. Bwana asifiwe. Sisemi ati sasa watu waweze kuwa na watoto wengi ama waume wengi ama wake wengi. Hapana, lakini hiyo yote ni bidii na inahusu vile wewe uamuzi wako. Hiyo sio shida kwa Mungu. Wewe ni shida kwako. Kwa sababu wakati ule watoto wale watakuja, wale watu wazima waanze kuja kwako, hautaachwa na kitu. Utakuwa mwanaume amekasirika usiku na mchana. Utakuwa mwanaume aliye na vita kali miongoni mwa wazazi wenye watoto. Bwana asifiwe. Lakini hayo yote inakuwa uchaguzi. Inakuwa wewe ujichagulie maisha yako ile unayotaka. Maisha ya rohoni tena ni bidii. Bidii ya kulisoma neno. Bidii ya kutamani kuwa na ufunuo mpya. Wacha ule wa kale. Wacha ile wa sheria imejaa ndani yako. Ufunuo wa Kristo kupitia neno. Bidii ya kuomba ndio uweze kupata ufunuo mpya kila wakati. Si bidii ya kuomba ndio uweze kupanuliwa na mambo yale mengine yote. Ni bidii ya ufunuo unaotokana na neno la Bwana. Sababu ndani ya huo ufunuo utokanao na neno la Bwana, Biblia inasema ya kwamba kwanza tafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake. Huo ufunuo wa ufalme wa mbinguni na haki yake una utajiri wa kila aina katika maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Sababu ukiwa na knowledge ya neno la Bwana, uwe na wisdom na uwe na understanding, jambo lolote utakalolifanya itakuwa furaha katika familia, kwako na kwa watu wengine. Na utakuwa unaonyesha upendo, sababu utafanya wengine katika maisha yao ya kimwili waweze kushimba, waweze kuondokewa na umaskini. Kuna watu wakarimu sana wanaonyesha watu njia ya kufanya mambo. Kuna watu yani wako na upendo wakati wanaona mtu mwingine amefanikiwa kwa ajili yao. Yani kupitia wao wanakuonyesha tu njia, na wewe ile njia unakuta imesimama kwa imani. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nashukuru Bwana sana, ni kwa sababu ya kibali hicho ametupa. Nafasi hiyo ni nzuri, na ninajua neno la Bwana mahali tumefika imekufikia vizuri sana.
na tutaendelea na kulisikiliza. Wacheni tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa nguvu na umejaa ufalme wako ndani yako. Asante kwa sababu wewe ndiye ufalme wetu na wewe ndiye nguvu zetu na uwezo wetu. Ninashukuru ni kwa sababu ya mamlaka makuu yale umenionyesha na umetupa. Wakati kama huu Bwana Jehova Jireh, hatuogopi wakati wowote ule tunahitajika kunena neno. Ni kwa sababu wakati tunapolinena neno, twanena uzima ulio ndani yako. Pokea sifa na utukufu. Ni kwa sababu twafungua wengi, twaponya wengi, twapa watu wengi uzima wa umilele wakati tunaponena, kama vile mitume walivyonena, kama vile prophets waliandika Old Testament. Nayo wakati Yesu alipokuja alihubiri tu hiyo Old Testament, na akahubiri juu yake mwenyewe ya kazi ile amekuja kuifanya, kufa, kuzikwa na kufufuka, na kuleta na kufanya kila kitu kiweze kuwa katika nafasi yake kulingana na vile Bwana mfalme ulivyopanga. Tunakushukuru Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuinua Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna mwingine isipokuwa tu ni wewe. Wewe Bwana Yesu Kristo, haukuja ukiwa kipande wala sehemu. Wewe ulikuja ukiwa complete, na ulifanya kila kitu kiweze kuwa complete kwa sababu ya ile kazi uliyoifanya. Nasi naamini na ninatumaini ya kwamba watu wako watazungumza juu ya huyo Yesu mzima, Yesu wa kweli, Yesu wa upendo, Yesu amejaa kila aina yote mwanadamu anapokihitaji. Kwa hivyo Bwana, ninakushukuru ni kwa sababu ninajua pendo lako li pamoja nasi, na tutaendelea kutafutana na tuweze kupeana kulingana na vile Bwana nawe umetupa kwa uwezo na utukufu wako, na ni katika jina lako Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu watu hao wakienda katika biashara zao Baba, wapanukiwe na milango yao yote ile ilifunguka kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, wawe na hekima ya kuitumia kutoka sasa katika jina lako Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu ombi lolote wameomba katika imani limejibiwa, ni kwa sababu wewe uliyajibu kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen.